Wale ambao mnanifuatilia katika unabii, nafikiri nakumbuka nilizungumza kuhusu habari ya kiongozi anayefukuzwa na jamii. Ni unabii wa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, unabii wa kiongozi anayefukuzwa na jamii yake. Na wale ambao mnafuatilia mambo yetu yale ya siku 210, ilikuwa ni siku ya 60. Rudi nyuma hapa, nenda siku ya 60, alafu sikiliza, utaona kile ambacho Bwana alinifunulia. Na leo imeweza kutimia kwa ndugu zetu wa CCM kuweza kumuondoa yule baba. Sasa kabla siendelea, hebu kwanza uangalie kile ambacho nilizungumza, alafu kilichotokea, alafu nitakuja kuongea jambo hapa litakusaidia katika maisha yako. Hebu angalia kwanza, alafu nitarudi. Unabii wa kiongozi anayefukuzwa na jamii ni unabii wa kiongozi ambaye nimeona jamii inamfukuza, lakini jamii inamfukuzia sirini. Kwenye maono nimeona ni kiongozi asiyekuwa na viatu, kiongozi wa kiume, lakini nimeona akiwa hana viatu. Kwa majina hapa sitaongea. Alafu nikaona anatolewa nyumbani akiwa anakimbia, ni kama yuko ofisini, alafu ni kama kwenye ofisi kama wanamtimua, alafu kama anakimbia. Alafu nikaona pia huyu kiongozi asiye na viatu, pia nikaona pia ni mvunjifu wa sheria aliyejificha, kwamba anavunja sheria lakini akiwa amejificha. Kwamba Bwana amenisemesha kuna baadhi ya viongozi, sio wote, baadhi ya viongozi, sio wote, nimeona jamii inawafukuza. Jamii inawafukuza. Sababu ya kufukuzwa na hii jamii ni kwa sababu ya hao baadhi ya viongozi hawafati sheria ambazo wameweka wao na hiyo jamii katika shughuli. Kwa hiyo kwa sababu hawa watu na wenyewe wanaogopa kwamba ni kipindi cha rohoni, cha kutembea rohoni, sasa anafukuzwa kimya kimya. Kwa hiyo kuna watu kabisa wameshaweka mipango. Mimi ukiniuliza watu siwajui, na mtu asitaki kuniuliza wala sijui, mimi nimeona kiongozi na kimbia. Kwa hiyo kuna watu wataamka kwenye maofisi huku, watafunka. Alafu hao watu watakuwa wako sirini. Alafu wataanza kuandamisha. Wataanza kutembea na wenyewe sirini, kuandamisha mmoja baada mwingine, sirini. Kwa nikaona nisitaki mpaka sekta, maana kuna sekta ambazo pia Bwana ameniambia sekta hii hapa, hii mpya siseme. Ile naongea tu mtendo kwamba ili baadhi ya hao viongozi wasikimbizwe, maana lazima wakimbizwe na ukweli lazima watakimbia tu. Yaani lazima wakimbizwe na kiuhalisia tu watakimbia, lazima wakimbie. Lazima tu. Kwa sababu hao watu wataanza kutumia akili sasa. Wataanza kutumia akili, weka sumu kwenye vikombe vya chai, weka sumu kwenye meza, weka sumu kwenye milango, weka sumu kwenye vitasa, weka sumu huku, yani ndio hivyo yani. Mara weka sumu mahali, yani itakuwa ni mwandamisho kwamba lazima mtu tumtoe. Kwa hiyo ni fujo itakuwa ni nyingi sana. Itakuwa ni nyingi mno. Watu wataka kila mbinu, kila akili itatumika, ambayo ni akili ya sirini, ya kuficha, ya siri. Sasa haya nasema kwa sababu bado hayajatokea. Kwa hiyo kwa usalama tu wa hao ndugu zetu hawa, hebu warudi kwenye nini? Kwenye sheria. Warudi kwenye law. Nasema ni baadhi ya viongozi wachache, wala sio wote, wachache ambao wanavunja sheria kwa siri. Yaani sheria wanaivunjia sirini. Lakini huko sirini kuna walioona kwamba hii inavunjwa sirini. Sasa watu wanatumia akili. Hii jamii inatumia akili kufukuza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kabisa mtaona watakimbia kweli kabisa, kwa sababu
kwa sababu kwenye maono kabisa nimeona mtu anatoka ndani mbio speed huyo kabisa, huyo anatoka anakimbia, huyo ameenda. Kwa mambo haya lazima yatatokea. Ili asitokee, hawa ndugu zangu, hata kama mlikosea mahali fulani, hebu wekeni busara ya kutengeneza maisha yaendelee, maana hata sheria ruhusu nini? Msamaha. Ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo, ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Hii nyota ikageuka ikawa ndege. Nikitafsiri katika mwili, kuna mtu mwenye hadhi ya kifalme. Naomba nisiingie dipu kabisa, naishia hapa katikati hapa. Bwana amenionyesha usiku kamkia tarehe 28 nyota ambayo yatokea magharibi inakuja mashariki, inakata kona, inaelekea kaskazini. Ghafla tu yenyewe ikaanguka, yenyewe tu ikaanguka. Lakini ile nyota ikawa ndege. Niliwaambia usafiri unaotembea angani ni nini? Ni roho nani? Wa Mungu aliye ndani ya nani? Ya watu, si ndio? Ukihamishia katika mwili, maana yake ni hii. Mbingu ipo katika anga, maana yake ni kiongozi au ni mtu ambaye anatumia imani na dini. Naelewa Lakini hana wafuasi. Kiongozi asiyekuwa na wafuasi, hakuna mtu anamwabudu huyu mtu mwenye hadhi ya kifalme. Hakuna mtu anamwamini huyu mtu mwenye hadhi ya kifalme. Hakuna mtu anampenda huyu mwenye hadhi ya kifalme. Naona ile ndege inafanyaje? Naanguka chini. Yenyewe tu, haijaguswa, haijatunguliwa, yenyewe tu. Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma kwa mujibu wa barua inayosambaa mitandaoni. Ingawa BBC imezungumza na vyanzo vyake vya ndani serikalini vilivyothibitisha taarifa hiyo, vyombo vya habari vya ndani pia vimeripoti kuhusu taarifa hiyo ya kujiuzulu kwa Nchimbi. Katika barua hiyo ambayo imechapishwa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa Nchimbi, kiongozi huyo amesema amemwandikia Rais Samia Suluhu Hassan barua ya kujiuzulu. Nchimbi ananukuliwa katika barua hiyo akisema kwamba uamuzi huo umefanywa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi huo utaanza kutekelezwa Septemba 4, 2026. Barua hiyo inasema wakati akiteuliwa kuwa makamu wa rais, alimwahidi Rais Samia kwamba angemsaidia kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii, inasema sehemu ya barua hiyo. Kwenye barua hiyo, Nchimbi ananukuliwa kwamba amejiridhisha kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi hiyo. Nchimbi amehudumu kama makamu wa rais kwa chini ya mwaka mmoja tangu alipoapishwa katika nafasi hiyo Novemba 5, 2025. Kitabu cha Amosi sura ya 3 ukianzia mstari wa 7 nasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia
watumishi wake, hapo anasema manabii siri zake. Asema hivi, hakika Bwana, yani Mungu, hawezi kufanya neno la aina yoyote bila kuwafunulia. Anasema watumishi wake, alafu manabii. Kumbuka kuna watumishi ambao ni manabii na wengine wana roho ya unabii. Kwa hiyo Mungu hawezi ruhusu kitu kitokee duniani pasipo kufunua watu wakaweza kuona. Kwa nini naongea haya? Sifanye hii video hapo kwa ajili ya kujenga trending kwamba ili watu mnione kwamba huyu ndo nabii mwenyewe Tanzania. Hapana kabisa, ninakubali kuna manabii wengine wapo wazuri tu. Hii na kuonyesha kwamba Mungu wetu ni Mungu anayeongea, na Mungu anasema kwa ndoto. Nyinyi ambao mnadharau nyinyi ambao hamna adabu kwamba huyu mtumishi ndoto kila siku, sikiliza, anasema kwenye Hesabu 12:6-9 pale anasema akiwepo nabii kati yenu, mimi Mungu nitajifunua kwake, nitasema naye kwa ndoto. Anasema hivyo. Kwa hiyo ndoto ni njia ambayo Bwana anaitumia kusema na sisi, lakini sharti muotaji lazima awe mtakatifu ili asije akasemeshwa na mashetani. Kwa hiyo unabii huu umetimia leo, lakini pia wako na wengine watafukuzwa, wako na wengine wataondolewa, wako na wengine wataondolewa. Lakini pia kuhusu habari ya huyu mheshimiwa Nchimbi, pia nilisema kwamba hili ni jiwe la mbali. Nakumbuka mambo yale ya mwaka 2015, habari zile za marehemu mheshimiwa Lowassa. Nakumbuka alivyojiuzuru alafu akaenda kule Ukawa. Nawaambia siku zote kwamba siasa ni mahesabu, ni calculations, zinapigwa hesabu. Watu washasoma mchezo, washaona. Kwa hiyo mambo kama haya sio ya kushabikia sana, maana pia kuna hesabu ambazo zinatembea. Mimi kabisa nasema mimi sioni ugomvi, naona mahesabu tu. Mimi nabii, naona kuna mahesabu tu yanaendelea. Hivi kweli Nchimbi ni kugombana CCM? Nchimbi kabisa, yani Nchimbi ni mtu kugombana na CCM kabisa? Hapana, kuna hesabu zinatembea hapa. Ingawa ndio Bwana alishanifunua kwamba kuna jamii ya watu ambao wanaandamisha viongozi. Lakini pia ukienda kwenye siku ile ya 103, wale ambao mnafuatilia mambo yetu haya, nilisema kuna nyota ambayo imegeuka ikawa ndege, halafu ikaanguka yenyewe, haijatunguliwa, haijalengwa. Lakini hii nyota ambayo ilikuwa ndege ikaanguka, ilikuwa haina watu ndani. Ukija kutafsiri nyota, nyota ni mfalme. Yesu alipozaliwa nyota ilionekana, na Yesu ni mfalme. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana hadhi ya kifalme, na ni mtu ambaye pia ni wa kidini, yani anachanganya dini na ufalme. Alafu nyota ile inaanguka yenyewe, lakini haina watu. Kwa hata huyu Dr. Nchimbi yeye kuanguka au kujiangusha mwenyewe, Nchimbi hana watu. Hata kama ndio kuna hesabu zimepigwa, lakini huyu ndugu yetu, huyu baba yetu, huyu Nchimbi hana watu. Sababu mimi niliona ni nyota ambayo imegeuka ikawa ndege. Ingawa Bwana hakunipa sura yake, lakini aliniambia kwamba ni nyota ambayo imegeuka ikawa ndege. Kutafsiri, nyota ni mtu mwenye hadhi ya kifalme au mtu mwenye hadhi ya uongozi, tena ufalme wa juu, uongozi ule wa juu. Alafu ndege ni uongozi wa kidini. Na kabisa ukiangalia Nchimbi ana mambo ya kidini. Amesema kule makanisa ya wapi kule KKT akiwa na hutubia mambo kama hayo. Kwa hiyo pia hana watu. Kwa kama pia kuna hesabu zimepigwa, pia zimekosewa. Zimekosewa hizo hesabu. Sababu katika ulimwengu wa roho ile ndege ilikuwa haina watu. Kwa hata kama ni hesabu ambayo imepigwa kwamba huyu miaka mbeleni ili jiwe liingie mahali fulani, ili hata kama ikitokea hiki na kile kuna hiki, bado pia hesabu zimekosewa. Ni jiwe la mbele, lakini pia hesabu zimekosewa. Bwana asifiwe sana. Hii inawafundisha nini Wakristo mlioko Tanzania na ulimwenguni kote na watu wa Mungu?
manabii tupo na manabii wapo na roho ya unabii ipo. Tafuta nabii wako sahihi akuongoza katika njia iliyo njema, atakusaidia na utafanikiwa sana. Tuna ibada hapa ambayo inaendelea kila siku saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili. Na sasa hivi tuna mfungo wa siku 30 kuomba kwa ajili ya kuinua wana wa Mungu katika maeneo ya kiuchumi na fedha. Kwa hiyo na wewe shiriki na Bwana atakusaidia sana. Lakini pia namba yetu tunapiga hapo chini ya sadaka, ambayo kuna namba hapo ya Voda, lakini pia kuna account pia ya Equity, ya NMB iko hapo pia, unaweza kuachilia hapo sadaka yako na Bwana atakubariki sana. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, lazima ukubali sehemu ya maisha yako Mungu aitumie. Yaani utoe sehemu ya maisha yako kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Utoe sehemu ya akili yako, ya nguvu zako, ya uchumi wako. Kuna watu hapa kabisa mnakula hasara. Mna pesa lakini hamuoni pesa inakwenda wapi. Hamtoi zaka. Hamtoi. Toeni zaka. Naona Bwana akiwa anabariki. Sio unapata pesa alafu kesho na kesho kutwa mama yako ameumwa, unatibu ile yote inaishia kule. Unapata pesa, unaendesha gari yako na gongo hapa barabarani, unatoa gari yako garage kule. Unalipa pesa sababu tulitoi zaka. Toeni zaka na Bwana atabariki sana. Ambayo tunapita hapo. Muwe na siku njema. Amen.